Mheshimiwa Msongozi, Mheshimiwa Ahmed Shabibi, Mheshimiwa Mkenge. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niwe miongoni mwa wachangiaji katika bajeti hii ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka 2025-2026. Leo hii tarehe 5 ya mwezi wa 5 2025. Kama ilivyo ada ya system ya uchangiaji wangu, lazima nianze kwa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya nchi hii inakaa sawa sawa. Lakini pia nimpongeze sana waziri mwenye dhamana kaka yangu Ulega Baba Tulia, pamoja na naibu waziri wake pamoja na delegation yake kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Ni waziri bingwa ambaye yuko makini na ameonyesha wazi kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza sana meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma. Ama kwa hakika mmetupa chombo, na chombo hiki kwa kweli kinaenda vizuri sana. Anafanya kazi nzuri sana 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 sana. Ni msikivu, mwenye uelewa mkubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumteua huyu bwana ili aweze kutusimamia miundombinu yetu ya mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa niende Songea mjini. Nitachangia kiwilaya wilaya. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie barabara ya bypass ya Songea mjini yenye urefu wa kilomita 16 ambayo kimsingi nimekuwa nikisema hapa bungeni, na hata mwezi wa pili niliuliza swali ndani ya bunge lako hili tukufu kuhusiana na barabara hii. Majibu ya naibu waziri alisema kwamba mkandarasi yuko kazini. Sasa mimi nikajipanga na wanawake wenzangu ambao wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali katika manispaa ya Songea, twende tukaone vifaa vilivyoko site, lakini hatujaona vifaa hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba leo waziri atakapokuwa na wind up anieleze ni lini barabara hii ya bypass itaanza kujengwa katika manispaa ya Songea. Jambo jingine ni barabara ya kutoka Songea kwenda Makambako yenye urefu wa kilomita 395 ambaye kimsingi inahitaji ukarabati. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ile ina vingundura. Yani na vilaka, mabonde yanafika mpaka kwenye viuno. Kwa kweli inaleta shida, na kimsingi kutoka Songea mpaka ukafike Makambako kwa kawaida unatakiwa utumie masaa 4, lakini tunatumia mpaka masaa 6 mpaka 7. Naomba sana hii barabara ianze kujengwa. Tumeambiwa kwamba wanalipa fidia, lakini wananchi wanasubiri kwa muda mrefu mno. Maswali yamekuwa ni mengi. Kila tunavyorudi tunatoa mrejesho wa vikao vyetu vya bunge, tumekuwa tukiuliza maswali mengi sana. Ni kero, hii barabara ina malori mengi sana yanayobeba makaa ya mawe. Kwa hiyo naomba sana, hii barabara ni muhimu. Kwa hiyo ikiweza kurekebishwa, aidha kuongezwa kama ambavyo inasemekana, basi tutashukuru sana. Vile vile naomba Songea vijijini nizungumzie barabara ya Likuyufusi Mkenda yenye urefu wa kilomita 124 inayounganisha nchi ya Mozambiki na Tanzania. Ni barabara muhimu sana ya kimkakati. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii tuliambiwa mwaka jana hapa imetengewa fedha shilingi milioni 60 imetengewa pesa ya kujenga kilomita 60, na rekebisha hapo, ya kujenga kilomita 60. Barabara hii haijaanza kujengwa hata kilomita 1. Sasa mimi naomba, kwa kuwa Ulega wewe ni waziri kijana ambaye tunakuamini na tunajua kabisa, yani ungepewa pesa yote, rangi zote za kwako tungeziona, lakini pamoja na hayo, hiyo pesa ndogo ambayo unapewa, hakikisha kwamba unaenda kuanza kujenga barabara ile ya Likuyufusi Mkenda, walau kuanza kwa kilomita 10. Tutakuwa na amani na wananchi wa kule wanaendelea kuiamini serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini hebu watendeni haki kwa kuanza angalau hata kwa kilomita 10. Barabara ya Maposeni Mgazini yenye urefu wa kilomita 70 hali kadhalika tunahitaji ijengwe kwa kiwango cha lami, kwa sababu ni barabara ya kimkakati na ni barabara ambayo tunaamini kabisa itaendelea kuchagiza uchumi katika wilaya ya Songea na wananchi wa Songea pamoja na nchi nzima kwa ujumla. Naenda sasa na Mtumbo. Na Mtumbo pale pana barabara ya Umecha Londo kwa Mpepo yenye zaidi ya kilomita 300. Naomba sana
hapa imekuja lugha ipi plus F sijui plus 5 ambayo tumetoka huko tena imeanza sijui nini. Bado hii barabara haijaeleweka. Naomba Mheshimiwa Ulega utakapokuja hapa utueleze barabara ya Lumecha, Msindo, Hanga, Kitanda, tujue hii barabara inaanza lini mpaka Londo kule kwa Mpepo. Ni barabara ya kimkakati. Naona mbunge wa pale Mikumi anachekelea sana. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna barabara pia na Mtumbo hapo hapo, barabara ya Mtwara Pachani kwenda Tunduru yenye urefu wa kilomita 305 inatoka Mtwara Pachani, Lumecha, Ligela, Nguse mpaka kule Mchomoro na kufika kule Mbesa mpaka Tunduru mjini kilomita 305. Barabara hii kila bajeti inapokuja mimi nalia na hii barabara. Ni kwa nini serikali haipeleki pesa kuanza kuijenga kwa kiwango cha lami? Naomba sasa ukaje na majibu mazuri ili ionyeshe kwamba Baba Tulia uko makini. Asante sana. Naenda sasa barabara ya Nyasa, barabara za Nyasa. Nichukue nafasi hii kuishukuru sana serikali ambayo kimsingi miaka 2 iliyopita mimi nilipiga magoti hapa Kikwete, tunasema niligarauka ndani ya bunge kulia kwamba daraja la Mitomoni ambalo lilikuwa na changamoto, watu wengi wamepoteza maisha pale. Alhamdulillah, sasa hivi serikali tayari imeshaanza kujenga daraja lile ambayo imeleta matumaini makubwa sana kwa Watanzania wanaoishi katika maeneo yale. Tunashukuru sana serikali, tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mitano tena kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kuizungumzia barabara ya Mbamba Bay Litui hapo Nyasa. Mbamba Bay Litui ina zaidi ya kilomita 100. Tunaomba hii barabara ni barabara ambayo inahusisha masuala ya utalii, inapita pembezoni mwa ziwa Nyasa. Hebu tujengeeni kwa kiwango cha lami ili na sisi tuendelee kuchanua kiuchumi. Vile naomba nizungumzie barabara ya kilomita 56 Kigonsera Mpaha. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii sasa imeenda kuwa tunu zaidi. Naomba sasa mpende msipende mtuwekee hii barabara. Ndio atakayokuwa anapita makamu wa rais, sasa sijui itakuwaje. Bwana Ulega, makamu wa rais anatoka pale Kigonsera anakwenda mpaka kule Mbaha kilomita 56. Tunaomba sasa ijengwe kwa kiwango cha lami, makamu wa rais ajaye ndio atapita hiyo barabara. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa nizungumzie barabara ya Kitahi Luanda yenye urefu wa kilomita 40. Lakini barabara hiyo inakwenda mpaka Litui Ndumbi kilomita karibu 50 au 60. Pale Ndumbi pana bandari. Kwa hiyo tukitoka pale Kitahi, kwanza yule mkandarasi hajalipwa kwa muda mrefu. Naomba sasa bajeti hii itoe mwelekeo wa kwenda kuwalipa wakandarasi wote ambao wamekuwa wakidai pesa zao. Wanafanya kazi, wanakuwa na madeni, wengine wanapoteza maisha, wamekuwa na mapresha, hawawezi hata kutoka ndani. Wanadaiwa na mabenki, wanadaiwa na watu binafsi. Tunaomba Haya, malizia mheshimiwa, malizia. Achia kidogo Mheshimiwa Naibu Spika, niunge mkono hoja. Sasa baada ya maneno hayo, naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii, na wewe ni mtu makini, mtu mahiri, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Shabibi. Jiandae Mheshimiwa